وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. Tukiwa tunaishi katika sura Infitar, sura ambayo tafsiri yake tulianza wiki iliyopita na tukafasiri aya 5 za mwanzo sura hii, kutoka aya ya mwanzo mpaka aya 5. Kwa hiyo leo inshallah tutaondokea katika aya nambari 6, ambayo hii ni sehemu ya pili ya sura hii. Kifungu cha pili hichi kimekusanya aya kuanzia nambari 6 mpaka ya 8. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Aya ya 6, ya 7 na ya 8. Kabla hatujaingia katika maana ya wazi katika tafsiri yake aya kwa aya, kwanza tunaangalia maana ya mufradati, neno moja moja katika kifungu hichi. Neno ma gharraka ayu shay'in khada'aka. Mwenyezi Mungu anasema na mja wake, ewe mwanadamu, ni kitu gani kimekudanganya wewe? Ma gharraka ayu shay'in khada'aka, ni kitu gani kimekuhadaa, ni kitu gani kimekudanganya? Wajarra'aka, na kikakupa ushujaa. Umeweza vipi? Ni jambo la kushangaza, ni ajabu katika mambo yako wewe mja wangu binadamu, kiumbe unaoitwa insan, kiumbe uliokuja mwisho duniani, kiumbe ambacho kinaonekana ni dhaifu zaidi kuliko viumbe vingi. Ma gharaka bi rabbikal karim, ni nini hasa kilichokudanganya wewe? Wajarraaka, na kikakupa ushujaa. Umeweza kuwa shujaa kama hivyo? Ala al-isyani, juu ya maasi, ya kumaasi Mola wako. Vipi umeweza kuasi Mola wako? Hilo ni suala limetupwa na Mola muumba kutupiwa mwanadamu. Mwanadamu huyu amechukua jina la insan, yani kila mwanadamu, kila isimu ya mtu anaoitwa insan, mwanadamu. Hapa hili suala limetupwa kwake. Ikiwa mwanadamu huyo ni mu'min, na ikiwa mwanadamu huyo ni munafik au ni kafir, yoyote atakayekuwa mwanadamu, ma gharraka ay ma khada'aka, ni jambo gani limekudanganya wewe? Wajarraaka, na likakupa ushujaa, ala al-isyani, juu ya kutenda maovu, juu ya kuasi amri za Mola wako. Halafu huyo ambaye wewe unamuasi, hapa Mwenyezi Mungu amechukua sifa mojawapo miongoni mwa sifa zake nyingi alizonazo, akatumia sifa ya al-Karim. Wala hakuweka bi rabbikal jabbar, wala bi rabbikal aziz, wala bi rabbikal muntaqim, bi rabbikal karim. Ni jambo gani lililokudanganya wewe?
vipi umeweza kudanganyika? Haikuelekea kwa kiumbe wewe uliokamilishiwa umbo ukapewa na kitu ziada zaidi ya walichopewa wanyama, ama kwa umbo tu na wanyama wanalo, tena pengine nguvu zao ni kubwa zaidi kuliko wewe, tena pengine wanaoyaweza wewe huyawezi. Wamepewa umbo na wakapewa hisia 5 kama uzopewa wewe. Wananusa wanyama, wanasikia wanyama kwa masikio, na wanaona wanyama, tena power ya kuona kwao pengine ni kubwa zaidi kuliko yako wewe, na wanakamata kwa kuhisi kwa mkono ngozi, na kukamata kwao pengine kumekuzidi wewe. Lakini wewe tumekupamba kwa jambo jingine ambalo wao hawana. Tumekukamilishia umbo lako kwa kukupa akili yenye nguvu kubwa mno ya kufikiri. Kiumbe kama wewe mwanadamu, magharraka, ni jambo gani hasa lililokudanganya na likakupa ushujaa ala al-isyani, juu ya maovu? Vipi umeweza kutenda maovu kwa Mola wako? Mola wako ambaye al-Karim, wa kalimatul Karim ay al-Ali al-Azim, aliyejua kila kitu, aliyemtukufu kuliko wote. Al-Karim, mheshimiwa. Al-Karim, mtukufu, mwenye cheo kikubwa. Halafu fasawaka, neno sawaka katika maana mufradati kwanza tunakwenda, alafu baadaye itakuja maana aljumali, na baadaye tutaingia katika maana ya aya kwa aya, tafsiri yake kwa urefu. Neno fasawaka ay ja'ala a'dha'aka, yani Mola ambaye ukarimu wake kwako wewe, utukufu wake kwako wewe, amefanya viungo vyako hivi ulivyopewa vya mwili wako sawiyatan, viko sawa sawa. Hakuna ambacho kinaonekana kimezidi kiasi ambacho huwezi wewe kupitisha uhai wako sawa sawa. Hukupewa kitu oversize, au hukupewa kitu ambacho hakilingani na mwenziwe katika vile ambavyo vipo viwili. Macho mawili, masikio mawili, mikono miwili, miguu miwili, mdomo wa juu na chini. Katika vyote vilivyokuwa viko katika vile viwili, hakuna ambacho kimekuwa oversize kuliko mwingine. Hayo Mwenyezi Mungu akitaka anayafanya kwa nadra sana, kiasi cha kuonesha uwezo wake tu. Lakini viumbe vyote viko kwenye mezani sawa sawa. Jicho hili na jicho hili likipimwa sawa sawa. Si kama upande mmoja mpandikiziwa jicho na jingine limekuwa dogo sana, wala si kama sikio moja kubwa nyingine dogo, wala si kama tundu za pua moja kubwa nyingine dogo, wala si kama mguu mmoja mrefu sana umezidi mwingine, wala si kama mikono vile vinatofautiana. Ni kwamba fasawaka ay ja'ala a'dha'aka sawiyan, amejaalia viungo vyako viko sawa sawa, salimatan, tena viko salama, muiddatan, vimeandaliwa, vimetayarishwa, limanafi'iha, kwa ajili ya manufaa yake. Viungo hivyo vimeandaliwa rasmi, vidole vinajikunja kwa ajili ya manufaa yake viungo hivyo, uweze kukamata kitu sawa sawa. Nyayo imetayarishwa na ikapewa vidole vyake, kila kidole tofauti na mwenziwe. Hayo ni kwa maana maalum, kwa ajili ya kufikia kwenye yale manufaa yake viungo hivyo, na kila kiungo kimewekwa kwa manufaa yake maalum, ili uweze kusema, ili uweze kwenda, ili uweze kuinama, ili uweze kunyanyuka, ili uweze kukaa. Kila aina ya mkao umeandaliwa namna maalum. Halafu fa'adalaka, fasawaka fa'adalaka, wa kalimatu fa'adalaka ay ja'alaka mu'tadilan, yani amekufanya wewe Mwenyezi Mungu Mola wako katika hali ya kulingana. Umelingana pindi ukilinganishwa, kila kitako kimelingana sawa sawa. Binafsi ya nyusi zimekaa kwa kulinganishwa, hazikuwa ni zenye fujo kiasi ambacho zimekuja zinaziba jicho, kope zimezidi mno, zimetangulia mbele, huoni. Hapana, faada laka, amekulinganisha, umelingana sawa sawa na umbo lako. Ulipokuwa tumboni ulichukua umbo maalum, si
mama yako ungelimuua. Ni umbo maalum la kukaa katika chombo maalum, kwenye container maalum, umekaa katika urefu kadha, upana kadha, kila kitu kina wazani maalum. Ukija duniani tena Mwenyezi Mungu anakupa height nyingine. Lakini kule tumboni kwa muda miezi maalum, unakaa kwa muda maalum na kwa ukubwa maalum, urefu maalum. Alimradi faada laka, akakulinganisha Mwenyezi Mungu na ukalingana. Ja'alaka mu'tadilan, amekufanya wewe Mola wako mwanadamu hali ya kuwa ni mwenye kulingana, mutanasibal khalqi, tena mwenye umbile lililokuwa munasaba, kila kitu chako munasaba na kingine. Ikiwa ni mwanamume, basi umbile linakuja la kiume munasaba na mwanamume alivyo, tokea sura yake, mikono yake, manyoya yake ya mwilini, na ukifika wakati uso wake uje katika haya ya kiume, uwe na ndevu, uwe na sharubu, uwe namna ya kiume. Sauti yako ukisema ajulikane sasa anasema mwanamume, na akisema mwanamke anajulikana kwamba hiyo ya mwanamke sasa. Fa'ada laka ja'alaka mu'tadilan, amekufanya Mola wako si kiumbe ambaye hulingani na tabia yako ilivyo, si kiumbe ambaye hulingani na vile culture yako ilivyo, kwamba wewe ni mwanamume ikawa mara sauti yako imepoa nyingine, wewe nje, uso wako kapoa mwingine, hali yako hapana. Akakulinganisha Mwenyezi Mungu kalingana. Mutanasib al-khalqi, mwenye umbo la kunasibiana na hali yako ulivyo. Fi ayi suratin ma sha'a rakabak, katika ile sura ambayo yoyote ile Mwenyezi Mungu Mola wako aliyoipenda. Rakabaka, ai kwa maneno haya vile vile, yani rakabaka fi suratin, amekurekebisha Mwenyezi Mungu katika sura hiya aajabu suratin wa ahkamiha, ni sura ya ajabu na ni sura ambayo imepangilika vizuri kuliko sura za viumbe wote. Fi ayi suratin, katika ile sura ambayo mashaa aliyopenda Mola wako, rakabaka, amekurekebisha nayo. Yani rakabaka fi suratin, Mola wako amekurekebisha, amekupa sura ambayo min a'jabi suwari, ni katika miongoni mwa ajabu za sura duniani. Katika viumbe wenye sura ya ajabu ni wewe binadamu. Wa ahkamiha, na ni katika sura ambayo imepangwa ikapangilika vizuri, napenda kuitizama tu. Wa kalimatu ma, na hapa neno ma, fi ayi surati ma sha'a, kalima ma jaat zaidatun, limekuja hapa kwa kuzidi, na ingeweza kusema hivi hivi fi ayi suratin sha'a rakabaka bila kutia ma. Lakini Qur'ani kwa kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu, hakuna kitu kilichokaa bure bure. Hiyo ma imekuja hapa kwa ziada, litafkhimi maana, ili kutoa ukubwa na uzito wa maana, wa ta'zimihi, na kutoa utukufu wake maana hiyo. Ile ma imekaa pale kuonyesha ukubwa wa maneno yanayozungumzwa pale. Fi ayi surati ma, katika ile sura ambayo mashaa Mola wako amependa, rakabaka, wa hiya tariqatun, na katika fani za kibalagha kutokezea kitu kuzidi katika maneno kama hii ma kukaa hapa, imekuwa ni katika njia muttaba'atun fi kalamihim, iliyofuatishwa katika maneno yao wa Arabu wa mwanzo kabisa kusemeshwa na Qur'ani hii. Wao ndivyo wanavyozungumza lugha yao, hutia maneno ya ziada kwa lengo maalum ya kuonyesha ukubwa wa maneno anayozungumza mtu kwa kitu maalum ambacho anakisifu. Fi baitin ma, fi tariqin ma, arrajul anazungumza kitu ambacho anakutaka ufahamu vingine, usifahamu kwamba hiyo ni nyumba ya kawaida. Baitin ma, nimeingia katika nyumba ile ambayo hiyo ma imekaa imezidi, lakini mwenye kusimulia maneno hayo aliyozoea lugha hiyo huwa anajua ni nyumba namna nyingine kabisa, ukubwa wake, uzuri wake. Basi kwa hivyo hapa fi ayi surati ma, hapa ni kiumbe binadamu, anaonesha Mwenyezi Mungu ukubwa namna alivyomuumba binadamu, na sura aliyomkamilishia nayo tofauti kabisa na kila kiumbe utomtizama, kuanzia wanyama, wadudu wadogo wadogo, wakubwa wakubwa, kila utomtizama ni tofauti kabisa na sura ya binadamu ilivyo. Wa hiya tariqatun muttaba'atun,
hii ni njia ya maneno iliyofuata fi kalamihim, katika maneno yao wanaozungumza Waarabu, inda iradati at-tahwili, wakati wanapotaka kufanya kitisho cha jambo, maneno ya kutisha, huwa wanaongeza maneno ya kuzidi ili yule ambaye anasikiza maneno hayo afahamu lugha hiyo namna nyingine kabisa. Wasuluki sabili ta'zim, na vile vile inakuwa ni njia ya kuonyesha ukubwa wa jambo analozungumza mtu, hutia maneno ya ziada maalum. Hata Waswahili wana maneno hayo ya ziada, wazungu vile vile wanayo maneno ya ziada, huzilisha kitu bure bure kikaa pambo tu, lakini mwenye kusimuliwa anajua kwamba sasa sauti hii du ni mambo ambayo yamezidi tu. Hiyo du Mswahili anaelewa vingine, mchindo mkubwa huo. Hii ukitamka hii kashtuka, anastaajabu. Sasa hapo imekuwa mazungumzo yake yanazungumza namna nyingine kabisa, kisha ingia kwenye toni nyingine. Sasa anakutaka msikilizaji sasa ufahamu vingine usiokafahamu katika wepesi wa maneno, anatia vibagizo maalum mpaka akili yako ufahamu kwamba sasa anasimulia mambo makubwa. Baada ya maana ya neno moja moja, sasa tunakuja katika maana ya kijumla katika aya tatu hizi 6, 7 na 8. Aya tatu, ya ayuhal insanu, ya mwanzo hiyo, ewe mwanadamu, ma gharraka bi rabbikal karim, ni kitu gani au ni jambo gani lililokudanganya wewe? Maana hukuelekea kudanganyika hata kidogo. Kuhusu upande wa Mola wako haikuelekea kwamba kitokea kitu kikudanganye, lakini umedanganyika na unaonekana ni kwamba ni mpungufu katika utekelezaji wa amri za Mola wako. Hapa unaasi, hapa unaharibu, hapa unafanya fujo, unafika wakati mpaka kushirikisha kabisa, unaabudia mwingine asiokuwa muumbaji wako. Ama kwa hakika watakaoulizwa sasa ni kitu gani cha kasoro ambacho umekiona, lipi lilokudanganya? Uumbaji wa Mwenyezi Mungu umefanana na uumbaji wa mwingine hata ukadanganyika wewe ukaitoa ibada yako kwa mwingine? Au wapi penye ahadi ya Mwenyezi Mungu aliyokuahidi asitekeleze ukaona na akili ya mbali pande huu na kwenda kwenye pahala panapotekelezwa ahadi zaidi? Ma gharraka bi rabbikal karim, hiyo ni aya ya mwanzo katika tatu. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, Mola wako ambaye ukarimu wake kwako amekuumba wewe, fasawwaka, akakufanya sawa sawa, fa'adalaka, na akakufanya ulingane sawa sawa na umbo lako kwa kila kitu utopewa, mpaka kucha zako hizi zimelingana, zinakuja pahala maalum, hazichipui ovyo ovyo ukashtukia makucha kifuani, kidevuni, wapi. Hapana, ni pahala maalum kwenye vidole tu, hazitokezi kwenye jicho au kwenye ulimi, itakuwa tabu, zinakuja pahala maalum. Fa'adalaka, akakufanya ulingane na ile umbo uliopewa, na kila kitu kimepangwa kwa mpango maalum. Fi ayi suratin, tena katika sura ile ambayo sura ile ambayo shaa, ameipenda yeye Mwenyezi Mungu, amehukumu kwako kiumbe wangu binadamu awe na sura hii. Rakabaka, hiyo ndo amekurekebisha nayo Mwenyezi Mungu. Sasa aya tatu hizi, almaana aljumali, maana yake kijumla, tunataka tufahamu hapa panazungumzwa nini. Baada an dhakara fi sadri sura, mafhumu ya aya tatu hizi ni kwamba baada ya Mwenyezi Mungu kutaja katika chimbuko la sura hii, mwanzo wa sura hii, pale mwanzo pale, idha samaa'un fatarat, wakati mbingu zitakapochanika, wa idha alkawakibu intatharat, na wakati nyota zitakapopukutika, wa idha albiharu fujirat, na wakati bahari itakapojaa ikafurika ikatoka kule iliko na ikaanza kuingia mitaani. Hilo ya discipline maalum, haichagui kwamba hichi ni chumba au hichi ni choo, inakwenda tu, hakuna kupiga hodi. Walio na majumba washtukia balaa limeingia tu, na inaingia mpaka kwenye vinyesi, kwenye malindi, inatoa uchafu, inaingiza ndani. Watu wajikuta katika balaa kubwa. Wa idha albiharu fujirat, na bahari itakapoondolewa vizuizi vyake,
kwa hivi sasa kuna vizuizi maalum vya gravity kutokana na mizunguko ya sayari, basi kuna kipimo maalum cha mvutano imeizuia bahari maji yasiingie majumbani. Yanakupa namna yake na kujaa namna yake kwa kiwango maalum tu basi. Kitu gani kitazuia? Mwenyewe Mwenyezi Mungu, amri yake ya kun fayakun. Lakini wakati mbingu zitakapotanika na nyota kupukutika, zitadunda kwenye maji, kwenye ocean kubwa kubwa, Indian Ocean, Pacific, Atlantic na nyingine, kwa hakika maji yatakuwa yana mpango. Maana vyuma vitakavyoanguka juu ya maji yatakuwa vikubwa zaidi kuliko maji yenyewe. Bila shaka kutupa jiwe kwenye maji, yatazame maji yalipotibuka pale. Tupa jiwe zito kwenye maji, utaona maji yamechafuka, yameruka, tawanyika na yanafanya mawimbi sasa. Basi kadiria mwenyewe vyombo vilivyozidi ardhi juu vitupwe katika ocean zitakuwaje? Al-bahru al-muhit itakuwaje? Bahari pevu ni kuingia tu duniani. Ardhi itakuwa finyu sana, ndogo sana, na kwa hivyo haitobakia kitu. Wa idha al-biharu fujirat wa idha al-qubur bu'thirat, makaburi ndo kabisa hajizui tena, yatafukuliwa vilivyomo ndani yake, maiti zote juu, kwa sababu maji yamezidi ardhi. Wakati huo alimat nafsun, ndipo itapotambua nafsi ma qaddamat, ni kitu gani imetanguliza, wa akharat, na kitu gani imechelewesha. Hapo ndipo pakuuma kidole, ya nini nimekuacha sunna ile, kwa nini nikawa nisijikaze kidogo, kwa nini nisijitahidi kidogo. Itajua nafsi wakati huo ni kwa nini imefanya ubaya na kwa nini ikafanya uzembe. Sasa hivi nafsi haijilaumu, inaona sawa tu, mambo ni dharau tu, lakini wakati huo nafsi itajua ma qaddamat, nini imetanguliza, wa akharat, na kitu gani imechelewesha. Baada ya Mwenyezi Mungu kutoa utangulizi huo, baada an dhakara fi sadri sura annahu, ya kwamba fi yaumi alqiyamati, katika siku ya kiyama, yubaddalu nidhamu hadha alalam, utabadilishwa mpangilio wa dunia hii, wa yusalu alkhalaiqu, na wataulizwa viumbe, amma qaddamat aidihim, kutokana na yale mambo ambayo mikono yao imetanguliza kuyafanya. Wa yuhasibuhum, na Mwenyezi Mungu atawahisabu viumbe vyake, ala maqtarafu, kutokana na yale walioyachuma, min athamin, kuanzia madhambi. Wa yuqarri'uhum, na katika mwanzo sura hii Mwenyezi Mungu ni kwamba amekemea na atawakemea vile vile akhira, atawakemea ala takasulihim, juu ya uvivu wao walioufanya, fi adai, katika utekelezaji, ma umiru bihi, wa yale mambo ambayo wameamrishwa wayo. Wajazihim, na atawalipa Mwenyezi Mungu viumbe vyake ahsana aljazai, uzuri mno wa malipo, ala ma qaddamu min amalin salihin, juu ya yale ambayo wametanguliza katika mambo mema. Basi baada ya Mwenyezi Mungu kutanguliza hayo, sasa katika aya hizi tatu za kuja sasa hivi, ardafa hadha, amefuatishia hayo ya mwanzo, bi khitabil insani, kwa kumsemesha mwanadamu sasa direct, moja kwa moja, kwa kumsemesha mwanadamu, wastifsarihi, na kumhoji mwanadamu huyo, amma da'ahu ila mukhalafati khaliqihi, kutokana na yale yaliyomwita yeye katika kwenda kinyume na amri za Mola wake. Mwenyezi Mungu anamhoji, ni kipi hasa kilichokufanya wewe uwe shujaa namna kama hiyo, kilichokufanya wewe udanganyike namna kama hiyo? Hukuelekea kudanganyika, alielekea kudanganyika mnyama aliyekuwa kupewa akili. Yeye ndo kudanganyika tu kwa kufanya mambo ambayo si kawaida, kwa sababu akili yake si timamu, hajui ya kufurahisha wala kuudhi, anajifanyia mambo ovyo. Lakini wewe hukuelekea udanganyike hivyo. Watamadihi, na vile vile Mwenyezi Mungu atamhoji mja wake na kule kuendelea kwake, fi fujurihi, katika kutenda maovu, wa tughyanihi, na katika kufanya jeuri katika upande wa Mola wake, wastirsalihi, na katika kujiachia ovyo, ma dawa'i an-nafsi, pamoja na madai ya nafsi ambayo siku zote inaonekana al-ammaratu bisu'i, inamwamrisha
kumwamrisha mwanadamu mambo mabaya mabaya. Kwa hivyo akajiachilia kama inavyotaka nafsi, ndio hivyo hivyo, kila inachotaka anaipa tu, kila kitakikipenda anaipa tu, bila ya kujali Mola wake kwamba ameridhia au Mola wake ameghadhibika. Ni kwamba anaipeleka nafsi kwa mujibu wa matakwa yake. Ma'a annahu law tadabbara, pamoja na kwamba mwanadamu huyu laiti kama angezingatia fi nafsihi, kuhusu hii nafsi yake moja tu, akaacha kila kitu, mbingu akaziwacha, ardhi akaiwacha, mimea akaiwacha, wanyama akawaacha, akaacha kila kitu. Lau tadabbara, ya laiti kama alizingatia fi nafsihi, katika nafsi yake, wa fi khalqihi, na katika umbo lake alilopewa na Mola wake, la wajada, wallahi angelikuta mwanadamu huyu min shawahidi rububiyyati khaliqihi, katika mambo yanayoonyesha ushuhuda wa ulezi namna gani Mola wake anavyomlea yeye. Kama ikaa kitako kidogo tu peke yake akafikiria tu vile alivyo yeye nafsi yake tu, namna mpangilio uliowekwa katika kuumbwa kwake na ukamilifu na kupewa akili, basi hili lingelimtosha yeye kushuhudia namna gani Mola wake anavyompendelea mazuri na anavyomlea na anavyompeleka kwenye kheri zake. Ma huwa jadirun bishukranihi, jambo ambalo limeelekea zaidi kumpeleka katika kumshukuru Mola wake kwa vitendo. Laiti kama angejifikiria yeye tu peke yake akaviacha viumbe vyote. Ndipo Mwenyezi Mungu aliposema katika sura Dhariyati, wa fi anfusikum, na vile vile katika nafsi zenu, afala tubsirun, hivi bado hamjaweza kuona uwezo wa Mwenyezi Mungu? Hivi bado katika nafsi zenu tu peke yake hamjaweza kuona uwezo wa Mwenyezi Mungu, mkataadabu mkamshukuru kwa vitendo? Bado tu hamjaona chochote. Hata katika nafsi zenu vile vile, mwendo wa damu unavyokwenda, namna gani meno yalivyokuja, mtoto mchanga alipozaliwa alikuwaje, mdomo wake ulikuwa umekaaje, na hayo meno yalipoanza kuota yameanza kuota vipi, na kwa nini yakawa yanaota ya mbele kwanza yasipue magego kwanza? Kwa nini ikawa hivyo? Na kwa nini ikawa kwa muda wenyewe kiasi cha miaka miwili hivi au mwaka mmoja na zaidi ndio anaanza? Kwa nini isiwe baada ya kuzaliwa tu amejaa kinywa tele? Mambo haya yangekuwaje kwa mamake wakati yeye ni mwenye kunyonya? Ingekuwaje? Pamoja na kuwa meno yenyewe ni mawili tu yamekuja, basi mama mtu kupiga kelele baadhi ya wakati katafunwa ziwa na mwanawe. Wakati anamnywesha ni kwamba katafunwa, anapiga kelele, na meno yenyewe Allah itakuwa ni mawili tu, juu na chini, juu mawili chini mawili, basi ni hayo tu, inatosha kupiga kelele. Kama angezaliwa tokea mwanzo kinywa kimejaa 32 meno ingekuwaje? Na magego na nini na nini? Basi hii nafsi peke yake binadamu kama atakaa aizingatie vipi kaumbwa, inatosha kabisa kumpeleka kumtambua Mola wake kwamba ni mlezi, anomlea vizuri sana na atamheshimu, ashukuru neema zake hizo. Lakini binadamu amegubikwa, amedanganyika, mpaka anakosa tafakur ya kujifikiria yeye mwenyewe, anakosa mpaka kujua ale nini cha kumnufaisha, anywe nini cha kumrutubisha. Anakosa kabisa, atakula vya kumdhuru, atakunywa vya kumdhuru, na atanusa vya kumdhuru vile vile. Anakosa hata kuona nini Mwenyezi Mungu amefanya katika nafsi yake, anashangaza. Ndiyo maana ya ayuhal insanu, ewe mwanadamu, ma gharraka, hebu kitu gani hasa kiumbe changu wewe kilichokudanganya na kikakupa ushujaa mpaka unakwenda kinyume na amri za Mola wako? Inashangaza kiumbe wewe vile. Bila shaka angefikiria nafsi yake, angeshukuru na angetambua uwezo wa Mola wake, wa mudawamatihi ala taatihi, na lazima angefanya kudumisha moja kwa moja juu ya kumtii Mola wake, asingeasi hata kidogo, kama angejifikiria mwenyewe tu peke yake. Wa huwa alladhi khalaqahu, na angeona waziwazi kwamba Mola wake ndiye aliyemuumba, fasawahu, na akamweka sawa sawa, waja'alahu ala ahsani suratin, na akamjalia yuko juu ya sura nzuri zaidi kuliko viumbe wengi, wakamilahu bilaqli, isitoshe pamoja na yote hayo akamkamilisha kwa kumpa akili, walfahmi, na fahamu, watadabburi, na mazingatio, fi awaqibil umuri, katika mwisho wa mambo. Binadamu kapewa mpaka kuzingatia mwisho wa mambo. Hili lifanyalo hili, anajua binadamu hatara yake itakuwa kadha, na wakati anapolifanya jambo la manufaa huwa anajua kapewa kipao na Mola wake
wake itakuwa nini. Mnyama hana mambo hayo, mambo ya kuingia kondeni akala mhogo mchanga akavuruga matuta, hajui mwisho wake itakuwa nini. Kama atahamaki mwenye konde atamkamata amchinje, atamkamata ampesu, hajui. Lakini binadamu anajua, nafanya zina hii matokeo yake ni kwamba iko gonoria inakuja, kuna ugonjwa wa ukimwi unakuja, kuna mambo ya fumanizi na nikifumaniwa nitaadhirika, kuna mambo kadha 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 kadha. Huwa anajua, kapewa na Mola wake kufahamu hivyo, na anapotenda wema anajua kwamba mimi natoa sadaka na hakika Mola wangu hatukubali kukopeshwa hivi, atanilipa zaidi, na kwenda kuswali Mola wangu ameridhia, na katika hii swala ndo nitapata kutengenekewa na maisha yangu ya kidunia na ya kiakhira. Anajua kwamba huu ni wema faida yake kadhaa, na huu ni ubaya nitapata hasara. Baada ya kupata mufradati na baada ya kupata al-maana al-jumali, sasa tunaingia katika maana ya aya hizi wa idahi, uwazi wa tafsiri yake kwa urefu. Aliposema Mwenyezi Mungu, ya ayuhal insanu ma gharraka birabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ay ayuhal insan, Mwenyezi Mungu anasema mwanadamu al-aqil, nazungumza na mtu mwenye akili, nimekupa na hakika inafanya kazi. Kama imeharibika basi dharura ipo, udhuru upo, mwendawazimu Mwenyezi Mungu asemi naye tena. Chombo hicho cha akili hicho kama kimefisidika, basi Mwenyezi Mungu hata ibada yake haitaki mwendawazimu. Anataka ibada ya kiumbe mwenye akili, mwenye kujua amesimama mbele ya nani na anasema nini na anafanya nini. Huyu ndo mwanadamu ambaye anasema naye sasa Mwenyezi Mungu hapa, al-aqil. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Mwenyezi Mungu anasema tumemuumba mwanadamu katika uzuri wa mtengenezo. Kwa hivyo tunasema naye kiumbe ambaye tumemtengeneza vizuri sana, ndio tunasema naye hivi sasa. Ya ayyuhal insan, ewe mwanadamu al-aqil, mwenye akili, alladhi, kiumbe ambaye utia min quwwati al-fikri, amepewa nguvu ya fikra, nguvu ya kuwaza, nguvu ya kujua jema na baya. Hapa ndo Mwenyezi Mungu anasema na kiumbe huyo. Hasemi na mjiti, hasemi na bahari, hasemi na jua, hasemi na mwezi. Kwa usemi huo anazungumza na kiumbe mwenye akili. Amepewa nguvu ya akili, nguvu ya kufikiri, wa bastatil qudrati, na ukunjufu wa uwezo mautia wa yale aliyopewa. Kapewa ukunjufu wa kipawa cha uwezo. Binadamu mtizame kipawa chake alichopewa, anaruka angani safari ambayo pengine ilikuwa kwa kutumia mnyama au kutumia miguu kwenye ardhi angekwenda kwa miezi 6 mpaka 7 mpaka mwaka. Basi sasa anayekata masafa kwenye anga kwa muda wa masaa 6 tu basi, kisha tua pahala, na amekata kwenye anga hilo, kapita katika mabahari makuu, oceans, kakata kwa muda wa masaa 6 tu basi, kisha ingia pahala. Huyu mwanadamu kapewa nguvu kama hii ya uwezo. Mwanadamu huyu kapewa nguvu ya uwezo kiasi ambacho hivi sasa anaweza kufanya mambo ya ajabu. Jambo linafanyika mbali na ulimwengu, akaweza kulivuta mpaka likawa chini ya kitanda chake mtu mwingine aliye mbali na ulimwengu, akawa anaangalia hivi hivi, na akawa anamsikia mtu aliyeko mbali ya ulimwengu anasema maneno, anamuona na anasikia asema nini. Ajabu kabisa mwanadamu, nguvu ya uwezo aliyopewa na Mola wake, na mambo mengine mbalimbali ya ajabu. Huyu ndo Mwenyezi Mungu anasema naye, huyu aliyepewa bastatil qudrati mautia, nguvu ya uwezo ulio mbali mno ambao kapewa. Hatta sara bidhalika, mpaka akawa kiumbe huyu kwa uwezo huo na nguvu hizo, afdal al-makhluqati, ni bora ya viumbe vyote. Afdala al-makhluqati, akawa ni bora ya viumbe vyote. Ikutoshe aya ya Qur'ani katika sura
na tukawabeba tukawachukua katika safari zao za nchi kavu na baharini, kwa kuwapa nguvu kubwa mno ya uwezo na nguvu ya kufikiri na nguvu ya kuvumbua na nguvu ya kurahisisha maisha yao. Toke ni magumu mno, mwendo ni wa miguu, mwendo kutumia wanyama, lakini nguvu ya fikra, nguvu ya uwezo, vipi watarahisisha maisha? Basi imekwenda mpaka dunia imekuwa ndogo, wameikunja. Ugumu wote wa maisha yao umekunjika, umekuwa mdogo. Dunia fupi mno na kila kitu kimekuwa sahalun kwao. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات, na tukawaruzuku viumbe hivi namna nzuri za riziki. Viumbe Mwenyezi Mungu anao wengi, ana viumbe hasharati vidogo vidogo, ana viumbe atuyur, ndege, jawarih, anao viumbe wanyama kuanzia wadogo wadogo mpaka wakubwa wakubwa. Wamemzidi mwanadamu kwa kila kitu, lakini havina nzuri riziki maskini. Ni kuingia wengine baadhi yao kwenye mapori, kwenye magugu, wakatumia midomo yao. Hakuna kupika, hakuna kuchemsha, hakuna kuchagua. Hapo alipofungwa ndo hapo atajilia chochote kilichopo. Ikiwa ni ukoka, ikiwa majani gani twende tu. Uchungu na ukali na twende tu. Na Mwenyezi Mungu angeataka haya, angeyafanya kwa kiumbe aitwaye binadamu, angekuwa riziki zake na vile vile ni kuingia majanini na kutumia mdomo akafanya, lakini hakufanya hivyo. Amemtukuza, anasema warazaqnahum min at-tayyibati, na tukawaruzuku viumbe hawa binadamu namna nzuri za riziki. Wanatengeneza, wanalima, wanapalilia, wanavuna, wanatwanga, wanapepesa, wanafanyaje mpaka kinapatikana kitu kizuri cha kukila. Baada ya hapo wanapika, na kwenye mapishi wanatia viungo mbalimbali, wanakifanya chakula kivutie, cha kutiwa arki kinatiwa arki, kinywaji kinabadilika kabisa. Ukinywa kitu gani sasa? Cha kutiwa iliki, mdalasini, pilipili manga, kitunguu thomu, na ghasia gani mpaka chakula kinakuwa namna nyingine kabisa. Hivi ndivyo walivyo wanadamu. Warazaqnahum, tukawaruzuku wao min at-tayyibati, katika aina nzuri za riziki. Wafaddalnahum, na tukawatukuza wao ala kathirin, juu ya wengi, mimman khalaqna, katika wale ambao tumeumba sisi. Tumewatukuza binadamu tafdhilan, kwa fadhila zilizokuwa hazina idadi, hawezi kulingana kabisa na viumbe vingi kabisa. Tafdhilan, kwa fadhila kubwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema naye kiumbe huyu, hatta swara, kwa haya alomfanyia, mpaka akawa yeye bidhalika afdal almakhluqati, kwa mambo hayo ni kiumbe bora sana. Kwa hivyo ayu shay'in khada'aka, kiumbe wewe niliyekukamilisha, ni jambo gani limekudanganya? Wajarra'aka, na nikakupa ushujaa, ala isyani rabbika alkarim, juu ya kumuasi Mola wako aliyemkarimu, aliyemtukufu, aliyemkubwa. Alladhi an'ama alayka bi ni'mati alwujudi, ambaye ameneemesha juu yako kwa neema ile kuwepo duniani. Maana asingetaka usikuwepo wewe. Wakafa biha neema, kuwepo duniani yatosha kuwa ni neema. Umejijua sasa, mimi ni kiumbe, nahitaji kula na njaa, nataka kuona ni furahi, nataka kusikia ni furahi, nataka kusema ni furahi, nataka kwenda pahala fulani sasa hivi katembee. Yani kule kuwepo duniani peke yake yatosha kuwa ni neema, mbali mambo ambayo umeandaliwa kuyakuta hapa duniani kabla ya kuja kwako. Ile kuumbwa basi tayari ni neema vile vile. Akramaka, Mola ambaye unayemuasi amekufanyia takrima bi ni'mati alwujudi, kwa neema ya kuwepo katika ardhi. Wala akli, na akakupa na akili. Watadaburi, na akili sio akili tu, pamoja na akili kuna mazingatio ya kupima, hili jema, hili lifaa, hili lifai. Huyu ni binadamu kanizidi sawa na babangu, sawa na mamangu,
ninaposema naye niwe ninasema naye vipi? Huyu ni mwanachuoni, amenizidi kwa elimu, ananisomesha mambo ya faida na mimi yatakayoweza kunipatia nafasi ya kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu na kuepukana na moto. Ninapokuwa naye nimpe cheo gani, nimpe daraja gani, nimpe heshima gani? Huyu ni mama aliyechukua mimba yangu ya miezi 9, ametaabika na ulezi wangu namna kwa namna ya adha. Sasa yeye ninamlipa nini, namfanyia nini? Kwa hakika binadamu huyu ndiye anayesemezwa hapa. Watadaburi, akili na mazingatio, akili inapima, akili inawaza. Wala tazalu ayadiyuhu, na wala hazijaacha nguvu zake Mwenyezi Mungu, tatawala alaika, kutawalia juu yako, wa ni'amuhu, na neema zake pia, tatra, kufuatana moja baada ya nyingine, ladaika, ziko mbele yako, huwezi kuzihesabu, huwezi kuzihifadhi. Ala tashkuru man baraka, hivi wewe binadamu ndo huwezi au hutaki kumshukuru aliyekuumba? Wasawwaraka, na akakutia sura, fa ahsana suratuk, na ikawa nzuri sana sura yako. Waja'alaka mu'tadila, na akakufanya wewe mu'tadila alqama, umelingana wa kimo, umelingana katika umbo. Tamma alkhalqi, tena ukamilifu wa umbo umechukua kamili kabisa. Hakuna pahala ambapo mtu atatia dosari, hapa Mwenyezi Mungu ameumba, lakini kwa hakika angefanya hivi kwa sawa. Hathubutu yoyote kutia makosa au uumbaji wa Mwenyezi Mungu, ila atasifu tu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ama kwa hakika Mwenyezi Mungu ametukuka mzuri wa kiumba, akikupitia kiumbe mwanamume, akikupitia kiumbe mwanamke, akikupitia mtoto mdogo, akikupitia mtu mzima. Wewe kazi yako ni kusema tabarakallahu ahsanul khaliqin. Alivyotaka Mwenyezi Mungu amefanya. Ma tara fi khalqi arrahmani min tafawutin, kabisa utaweza kuona katika kuumba kwake Mwenyezi Mungu mwenye rehema nyingi, tofauti ya kasoro, kama utaweza kutoa makosa katika building ambayo kajenga mwanadamu, katika kazi kafanya mwanadamu, kulima alikule mwanadamu, utateka kasoro. Konde yake kapanda vitu ovyo bila mpango, matuta yake kayapiga, hakuweka njia hata ya kupita yeye mwenyewe. Hayo maji hapa atatilia vipi maji haya? Hata njia za kwenda mle hakufanya. Kalima vipi huyu? Utatia makosa. Nyumba imejengwa, contractor gani? Hii plani gani? Maji machafu atakwendea wapi? Nyumba hizi hazikufanyiwa mpango. Ndio maana watu wanakufa ovyo. Maji machafu yatakwenda wapi? Plani gani hii? Utatia makosa mambo ambayo kafanya binadamu. Lakini kwa Mwenyezi Mungu, ma tara fi khalqi arrahmani min tafawutin. Kama unabisha, farji'i albasara, hebu rejesha jicho lako kwenye kila alichofanya Mwenyezi Mungu. Hal tara min futur, umeweza kuona toa lolote lile, makosa yoyote yale? Mtazame binadamu, mtazame mnyama, mtazame mimea, mtazame mbingu, mtazame usiku unavyoingia na mchana unavyoingia. Hal tara min futur, je, umeweza kuona makosa? Thumma rji'i albasara karrataini, kisha rejesha tena macho yako mara mbili. Pengine mara ya kwanza umetazama kwa woga, umetazama kwa na pupa, tazama ukiwa makini. Thumma rji'i albasara karrataini, yanqalibu ilayka albasaru khasi'an, litarejea jicho lako kwako wewe mwenyewe huku likiwa limechoka, wa huwa hasir, nalo limehizika taabani, limeona haya, linashuhudia la ilaha illa Allah. Hal la kusema neno al-Karim, ya ayuha al-insanu ma gharraka bi rabbika al-Karim. Neno al-Karim wasafa nafsahu bil-Karim duna al-Qahhari. Hapa katika hikma ya Qur'ani amejisifia Mwenyezi Mungu nafsi yake kwa sifa ya kuwa Karim, yani mwenye cheo kikubwa. Al-Karim ni mtukufu, Al-Karim ni mwenye ukarimu vile, si bakhili yakazuia neema zake kwa viumbe wake. Al-Karim amejisifu kwa sifa hii hapa, ma gharaka bi rabbika al-Karim. Na palielekea hapa nini kitu
anapewa matangazo binadamu wanaosemeshwa bi anna dhalika mimma la yasluhu, kwa sababu mwenye sifa hiyo haifai kabisa an yakuna madaran lilightirari, madaran liightirarihi, haifai kabisa kuwa hapo ndipo panaposababisha ya mtu kudanganyika akamuasi Mola huyo, kwa sababu shetani ndiye mwenye kumchochea mwanadamu, wa ighwa'i shaitani, na utelezesho wa shetani na khadaa ya shetani lahu kwa mwanadamu, binahwi qawlihi, kwa mfano atasema naye shetani mwanadamu amwambie hivi if'al ma shi'ta, nini la jambo, nini wewe fanya kama unavyopenda. Sasa umeumbwa hapa, kwani ukaumbwa wewe hapa? Umeumbwa hapa kwa ajili ya kuja kufanya makosa, na Mola wako ni mkarimu atakusamehe. Unafikiri Mwenyezi Mungu kama simsamaha angekuumba wewe? Amekuumba uje umkosee ili upate kusamehewa. Kwa hivyo hapa ulipo wewe usijikhini. Utajuaje matukufu ya Mola wako kabla kukosea bwana? Kosea kwanza, ndipo utapojua cheo cha Mola wako na utapojua msamaha wa Mola wako. Na hivi ndivyo wanavyotumia mpaka walimu wabaya uliokhadaiwa na khadaa hii. Anakuuliza mwalimu mbaya hasa, je fulani, naam, umeshafanya dhambi kadhaa kadha wewe? Mimi nakusomesha dhambi kadhaa ushaifanya? Bado. Haya, utapokuwa mwanachuoni utamzungumzia vipi mtu anayefanya dhambi hii? Mimi nakuzungumzia dhambi hii kwa sababu nishaogelea nayo, naijua madhara yake, naijua faida yake, naijua hasara zake. Hapa kwa hakika ashamvuruga mawazo mwanafunzi, anaondokea tashwishi ile. Na Mwenyezi Mungu anasema wa inna ash-shayatina la yu'una ila awliyaihi lijadilukum, mashaitani wanaopelekea wahi wasaidizi wao wa kibinadamu ili wapate kushindana na nyinyi. Fa in ata'tumuhum, na kama mtawatii wao, innakum la mushrikuna, wallahi mtakuwa ni washirikina, mshafata wahai wao, na imekuwa kama ni Mungu huyo basi mnafuata hivyo. Shetani anamwambia binadamu if'al ma shi'ta, fanya vile ulivyopenda wewe mwenyewe, fa inna rabbaka karimun, ataitumia hii, Mola wako ni mkarimu mno. Tazama anapozungumza ya ayuhal insanu ma gharraka, lakini tazama hakuchukua si yake ya maneno ma gharraka bi rabbika karim, anatumia karim peke yake. Mola wako ni mkarimu mno. Kwa hivyo Mola wako ni mkarimu, qad tafaddala alayka, amefanya wema kwa juu yako, amefanya ihsani juu yako fi dunia, hapa duniani amekuumba, akukamilishia sura nzuri, kakupa na akili. Wasa yafalu mithla dhalika, na atafanya kama hivyo alifanya duniani fil akhirah, au akhirah hivyo hivyo. Wasikilize walioteleza, waliopatwa na kasumba hii, makafiri wanajibu wala irruji'tu ila rabbi, au wala irruditu ila rabbi. Maana pengine imesemwa la ajidanna khayran minha munqalaba, au wala irrujitu ila rabbi inna li indahu lal husna. Nikirejea mimi kwa Mola wangu, nikirejeshwa kwa Mola wangu, basi nitayakuta mazuri zaidi kuliko haya. Kanifanya duniani Mwenyezi Mungu hapa, kanipa mali, kanipa nguvu, kanipa watoto, kanipa ufalme, kanipa hivi, na huko vile vile Mola wangu atanipa vile vile. Shetani amemwambia fanya utakavyo, na Mola wako asingekuweka katika ardhi hii ila ametaka kufurahishe, na atakufurahisha zaidi ukienda huko. Wacha upuuzi kabisa. Haya, wewe umepewa hicho kiungo cha nini? Hicho kiungo, shetani anamwambia binadamu, kiungo chako cha siri hicho umepewa cha nini wewe? Nini faida yake? Basi umepewa tumia. Kweli Mwenyezi Mungu amempa akitumie, na amempa kuwa ni sababu ya kuleta viumbe duniani. Kinapotumika kiungo hicho, basi inakuwa ndio sababu ya kuzaliwa viumbe duniani. Lakini hajampunja Mwenyezi Mungu mja wake ovyo, akamwachia ovyo kama mnyama vile, kumpunja, hakumdhulumu. Amemteremshia neema za viumbe kama yeye, akatoa
sheria maalum kwamba kuwe na sheria ya kutakana na kuposana na ushahidi uwepo na kukubali mwanamke na kukubali baba yake, alimradi iwe mambo rasmi, zijulikane nasaba za watu, huyu ni ammi, huyu ni mjomba, huyu ni kaka, huyu ni dada, huyu ni mkwe, huyu ni shemeji, huyu ni nani, nasaba za watu zijulikane, kwani mbele kuna kuja mirathi baadaye, huyu anamrithi fulani na huyu anamrithi fulani na huyu hawezi kumrithi fulani. Kayapanga mambo kwa mujibu wa binadamu vile walivyo, hakuacha kama kuku vile akitamani basi ni kumfukuza mbio kiumbe mwenziwe akakidhi haja yake. Hakuweka binadamu kama mbuzi wala kama mbwa wala kama nani, ameweka binadamu kama ni binadamu. Na anapozungumza naye anamzungumza kwa kumhoji, nimepunguza nini kwako wewe? Vipi umekaa duniani unafanya zinaa na kusingizia kwamba wakati ni mgumu, maisha ni magumu, na mbona unafanya maovu? Basi kama magumu, mbona unafanya maovu ambayo pengine watumia zaidi kuliko kama ungelikuwa na mkeo? Lakini shetani anakuambia fanya utakavyo, na Mola wako ni mkarimu mno, alivyokufanyia duniani ni madogo, atakufanyia zaidi akhira vile vile. Wasayafalu mithla dhalika fil akhirah, na atafanya kama alivyofanya duniani mfano wake. Bal hadha yasluh, bali maneno haya al-Karim imeletwa maksudi pale na ikaocha sifa jabari maksudi pale. Angetaka Mwenyezi Mungu pale angesema ma gharraka bi rabbikal jabbar, ma gharraka bi rabbikal qahhar, ma gharraka bi rabbikal al-aziz, ma gharraka bi rabbikal muntaqim. Ana sifa chungu nzima Mwenyezi Mungu za vitisho kaitumia al-Karim. Sio kwamba ni pahala pa kuchukua shetani nafasi kwamba wewe fanya utakavyo na Mola wako ni mkarimu, bali hadha yasluhu lilmubalagha, bali Mwenyezi Mungu pale kaitumia Karim iwe ni matengenezo yanayofikiria mbali mno kwa mwenye akili, fil ikbali ala al-imani wa taa. Maneno yale yamfanya aikubali imani, maneno yale yamfanya lainike aikubali taa, au nenda. Lakini kweli Mola wangu mkarimu mno, mimi kanipunguzia nini hasa? Kanileta duniani hali ya kuwa nimekuta kila kitu, nimekuja sina nguo hata moja, nguo zote ziko hapa hapa, kila kitu kiko tayari, nimepunguziwa nini mimi? Kanjali naona, nasikia, akili timamu, kanipunguzia nini mimi? Nikitaka kuwa na mwenzangu ili tuwe ni sisi ni mababa, tuendeleze vizazi, basi kaniwekea sheria maalum, kwa msinipite hivi, nipite hivi, nifanye hivi. Kanipunguzia nini Mola wangu mimi? Maneno haya yamewekwa maksudi ya mvute mtu kwenye imani na kwenye taa, na sio kufata udanganyifu wa shetani kwamba fanya utakavyo na Mola wako ni mkarimu mno, atakupa tena mengine kuliko haya. Wal khulasatu, na kwa aya mbili hizi au kwa maneno hayo marejeo kwa ufupi, mkusanyiko wa maana, kaannahu qila, hapa imekuwa kama kwamba pamesemwa kuambia binadamu, ma hamalaka, nini kimekuchukua wewe kikakupeleka, ala isyani rabbika, juu ya kumuasi Mola wako, alladhi min sifatihi, Mola wako ambaye katika baadhi ya sifa zake al-karamu ni ukarimu, azahiru laka, tena anakugombeza wewe min isyanihi, katika kumuasi yeye, wa mukhalafati amrihi, na kwenda kinyume na amri zake. Tazama, anakugombeza, hayakufutukia bado, hayakuachia wewe bado, anakurejesha katika taa yake. Umetoka
mazuri anawafanyia hivyo, anawatoa duniani on the spot kwenye kitendo kibaya, kwenye action mbovu, na siku ya kiyama wakitoka makaburini wanatoka pale, kwani mtu atafufuliwa kwenye tendo lake la mwisho aliofia. Na huko anahojiwa wa umruka, na umri wako vile vile, kwa jambo gani umeumaliza ujana wako? Shababu kafima ablaita, na umri wako vile vile fima afnaita, kwa jambo gani umeumaliza? Anaulizwa hali ya kuwa Mola wake anajua kila kitu, na akikataa atamwambia tazama, umemaliza hivi na mimi nilikutoka burini hivi, ulipomaliza ndivyo kutoka burini. Kaanahu qila, hapa imekuwa kama kwamba pamesema kuambia binadamu, ma hamalaka ala isyani rabbika, ni jambo gani hasa lililokupelekea wewe juu ya kumuasi Mola wako? Alladhi min sifatihi, Mola wako ambaye katika baadhi ya sifa zake alkaramu, ni ukarimu, azzajiru, tena yeye ni mgombezaji, hivyo anagombeza, anasema na wewe, anakukaribia na mapema kabla hujaenda akhira ukakuta mambo magumu, anasema na wewe labda utarekebishika hapa duniani. Azzajiru, anagombeza laka, kwako wewe, ana isyanihi, kutokana na jambo la kumuasi yeye, wa mukhalafati amrihi, na kwenda kinyume na jambo la amri yake. Nini wewe kimekudanganya kwa Mola huyu? Qala Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu alipokuta swala hili, ma gharraka bi rabbika al-karim, aliposoma aya hii basi alijibu tu jawabu yake, alisema kwa hakika gharrahu jahluhu, ulimdanganya binadamu mpaka kamwasi Mola wake, ni ujinga wake. Kwa hakika gharrahu jahluhu, umemdanganya ujinga wake. Wa qaraa, na akasoma innahu kana dhaluman jahula, kwani hakika binadamu amekuwa ni dhalim, mwenye kudhulumu nafsi yake na ni mjinga wa mambo. Hajali cheo cha Mola wake kwa ujinga wake, hajali nafsi yake, hajali chochote, basi kilichomdanganya ni ujinga wake. Na ujinga si ujinga wa kutokusoma tu peke yake, ujinga una mambo mengi. Anaweza kuwa mtu ni mwanachuoni, anaweza kuwa mtu ni profesa, elimu kubwa anayo, na bado akawa mjinga. Kwani ujinga vile vile, kule kutokujali adhabu ya Mwenyezi Mungu ni ujinga, kule kutokujijua yeye mwenyewe mtu cheo chake ni ujinga vile vile. Ujinga sio kwamba mtu hana elimu tu, ujinga mpaka kutokumfahamu Mola wake aliyemuumba, cheo chake ni kipi, ni ujinga vile vile. Wakala Qatadata, na akasema Qatada, gharrahu aduwuhu, aliyemdanganya yeye mpaka akafika kumuasi Mola wake ni adui yake, almusallatu alayhi, aliyestaltishiwa naye ni shetani, ibilisi au shetani wa kibinadamu. Hapo tena thumma ajmala ma fassalahu awalan biqawlihi, kisha Mwenyezi Mungu anakuja na maneno mengine ya kuunganisha yale ambayo aliyapambanua kwanza, sehemu ya mwanzo ikawa mbali, sehemu ya pili ikawa vingine, atakuja na sura nyingine ya maneno baadaye. Wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. Leo inshallah tutaacha kwanza hapa, bado tunaishi katika aya 3, aya nambari 6, nambari 7 na nambari 8 ya sura Al-Infitar. Ya ayuha al-insanu ma gharraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi suratin ma sha'a rakabaka. Hapa ndipo tunapoishi katika maana al-idahi. Tumemaliza maana ifradi na tumemaliza maana jumali, na sasa tunaishi katika maana al-idahi kwenye Qur'an al-Karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.